Mungu wangu, leo kwa kila aliyetenga muda kuisikia sauti yako, likatimize makusudi yako. Mimi nikubali kushuka chini, wewe uinuke juu, ili uwavute watu wako kwako. Sema nasi Baba, kwa kuwa tu tayari kusikia sauti yako. Mapenzi yako yatimizwe kwa jina la Yesu, amen. Kitabu cha Waebrania sura ya 12 hakianzi na idea mpya, haji na ajenda mpya mwandishi wa kitabu cha Waebrania sura ya 12. Na ndio maana ukisoma pale katika aya ile ya kwanza, ile neno la kwanza tu anasema basi. Wale mlio na versions za Kiingereza ametumia neno therefore. Biblia zingine anasema for that reason. Sasa lazima tujiulize, ni sababu gani anayoizungumzia? Na ninamwomba Mungu katika juma hili, katika safari ya imani, tutakapokuwa tukitafakari aya ya kwanza na ya pili peke yake, kupitia Roho wake Mtakatifu atusaidie kupiga hatua moja kwenda nyingine katika maisha yetu ya imani. Leo tutaangalia tu kipengele ambacho kinasema basi na sisi pia, kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii. Leo tutaishia hapo. Anaposema basi, anaturudisha kwenye kitabu cha Waebrania sura ya 11. Haanzi na ajenda mpya katika sura ya 12. Anaturudisha kwenye kitabu cha Waebrania 11, ambapo tunakutana na mashujaa wa imani, ambapo tunakutana na watu walioishi maisha ya kumtumaini Mungu, ambapo tunakutana na watu waliokataa anasa za dunia, ambapo tunakutana na watu walioishi katikati ya maumivu, walioishi katikati ya mateso, walioishi katikati ya dhoruba, walioishi katikati ya kudhalauliwa, walioishi katikati ya kutengwa, lakini katikati ya machozi, lakini katikati ya kutengwa, lakini katikati ya kukatariwa, lakini katikati ya aibu, wapendwa, walidumu kuamini, walidumu kumtumainia Mungu. Nataka nikutie moyo katika masaha ya rafiki yangu, endelea kumwamini Mungu hata kama dalili za ahadi zake hazionekani bado kwa macho, hata kama upo katikati ya giza na ulihitaji kuona mwanga, hata kama upo katikati ya mateso na ulistahili furaha, hata katika wakati huo, kwa kuwa tu ni ahadi ya Mungu katika maisha yako, endelea kuamini. Endelea kuamini. Wala usije ukakata tamaa, endelea kuamini. Kwa nini? Kwa sababu yupo Abeli aliamini. Kwa nini? Kwa sababu yupo Nuhu aliamini. Kwa nini? Kwa sababu yupo Ibrahimu aliamini. Kwa nini? Kwa sababu yupo Sarai aliamini. Kwa nini? Kwa sababu yupo Musa aliamini. Kwa nini? Kwa sababu yupo Rahabu aliamini. Wapo watu wa Mungu walioamini, pamoja na kwamba waliteswa, lakini walisimama imara katika imani. Basi na sisi pia, kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii. Na hii inatuambia kwamba, wapendwa, maisha ya imani, ndugu yangu ni kanoli, yanaweza kubeba maumivu. Maisha ya imani yanaweza kubeba machozi. Maisha ya imani yanaweza kubeba kukataliwa. Maisha ya imani yanaweza kukupitisha katika njia ya dhiki, lakini habari njema, maisha ya imani ni maisha ya ushindi. Ni maisha ya ushindi. Kwa hiyo endelea kuamini. Haijalishi upo katikati ya kitanda, muda unaenda, muda unarudi, bado uko pale pale. Ninakutia moyo asubuhi ya leo, endelea kuamini. And by the way, imani haimaanishi kwamba mambo yatakuwa mepesi. Imani haimaanishi kwamba utapita katika njia ya tambalale siku zote. Imani
haimaanishi utafurahi siku zote. Imani haimaanishi kwamba mambo yatakuwa rahisi, mambo yatakuwa mepesi, ila imani inamaanisha mambo yatawezekana. Yanaweza kuwezekana baada ya machozi mengi sana, lakini yanawezekana. Yanaweza kuwezekana ukiwa umepanda mlima, umekaribia kuchoka, naam, hata umechoka, lakini yanawezekana. Yanaweza kuwezekana ukiwa umekata tamaa ya kupata mtoto, lakini kwa kuwa ni ahadi ya Bwana, nataka nikutie moyo, mambo ya imani yanaweza yasiwe mepesi, lakini habari njema, mambo ya imani yanawezekana. Yanawezekana. Kwa hiyo endelea kusubiri. Endelea kusubiri. Kama mashujaa walisubiri, na wewe unaweza kusubiri. Unaweza kusubiri. Kama walipita katika njia ngumu na wakavumilia mateso, hata wewe unaweza kupita katika uzoefu huo na ukavumilia na hatimaye ukapata ushindi. Haleluya. Baada ya historia hiyo yote, anasema basi na sisi pia. Kwa lugha nyingine ni kusema kama wao walivyofanya, nasi leo tufanye vivyo hivyo. Kama wao walivyoamini, na sisi leo tuamini vivyo hivyo. Hawakuacha imani kwa sababu ya mazingira. Hawakuacha imani kwa sababu ya hali fulani. Hawakuacha kumwamini Mungu kwa sababu ya wakati fulani. Wapendwa, mara nyingi leo tunamwamini Mungu kwa sababu ya vitu. Tunamwamini Mungu kwa sababu atafanya kitu. Nataka nikwambie asubuhi ya leo, tunamwamini Mungu sio ili afanye muujiza. Hatumwamini Mungu kwamba atafanya kitu. Na wala Mungu hafanyi muujiza ili akuhonge wewe kumwamini. Tunamwamini Mungu kwa sababu yeye ni Mungu. Tunamwamini Mungu kwa sababu yeye anastahili kuaminiwa. Kwa hiyo katikati ya safari, hata kama mambo hayaeleweki, endelea kuamini, kwa sababu imani yako kwa Mungu haipaswi kujengwa kwa vitu, inapaswa kujengwa kwa yeye ambaye ni Mungu. Ukijenga imani kwenye vitu vitakapotoweka, mpendwa, imani yako itatoweka. Lakini ukijenga imani yako imara kwa Mungu, hata vitu vikitoweka, utabaki unadumu kumwamini Mungu. Keep trusting the Lord. Endelea kumwamini. Endelea kumwamini. Wingu kubwa namna hii. Mwandishi anasema, kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi. Tuangalie haya maneno mawili, neno wingu, neno mashahidi. Neno wingu katika lugha ya Kiyunani linatamkika nephos, likimaanisha wingu kubwa ama mkusanyiko mkubwa. Halihusianishi ile wingu la hali ya hewa. Neno mashahidi ni neno maton, ambalo linamaanisha mashahidi ama watu wanaotoa ushahidi. Kwa hiyo tunaposema wingu la mashahidi, tunamaanisha nini? Watu wengi ambao walipitia uzoefu fulani wa maisha, ambao wewe unapowatazama leo, unapoyatazama maisha yao leo, yanakutia moyo, yanakutia nguvu ya kwamba wao pia walipita katika njia kama hiyo. Kwa hiyo leo wapo kama mashahidi wakikwambia, songa mbele, mimi nilipita katika uzoefu huo na wewe unaweza kupita na ukashinda. Walikaa muda mrefu bila kupata watoto, lakini walidumu kuwa waaminifu, na hatimaye kwa mapenzi ya Mungu, kwa wakati wa Mungu na kwa neema yake, Mungu aliwapatia watoto. Walidumu kuwa waaminifu hata wakati wa giza, hawakupoteza tumaini lao kwa Mungu. Hawakupoteza. Mungu hatupasi kumwamini kwa sababu mazingira fulani yako namna fulani.
Mara nyingi tunamtafuta Mungu kwa bidii sana wakati wa huzuni, wakati mambo yamezidi kuwa mabaya, wakati hali sio nzuri. Sikiliza, mtafute Mungu, muamini Mungu katika nyakati zote, nyakati ambazo mambo hayaeleweki na wakati ambapo furaha na tabasamu ni kubwa katika uso wako. Muamini Mungu. Kama hawa marafiki walimwamini, hata wewe unaweza kumwamini. Na Waebrania sura ya 11 inasimama kama ushahidi ikisema ya kwamba huyu Mungu huyu anastahili kuaminiwa. Ibrahimu anakwambia huyu Mungu anastahili kuaminiwa. Musa anakwambia huyu Mungu anastahili kuaminiwa. Yusufu anakwambia huyu Mungu anastahili kuaminiwa. Danieli anakwambia huyu Mungu anastahili kuaminiwa. Wapendwa, ninawatia moyo katika jina la Yesu, Mungu anastahili kuaminiwa. Sikiliza, hebu tufikirie kuhusu Ibrahimu. Katika kitabu cha Mwanzo sura ya 12 aya ya kwanza. Ibrahimu anaitwa na Mungu. Hapewi ramani yote ya anakokwenda. Ibrahimu anapoitwa na Mungu hakujua kila kitu kuhusu kesho. Mungu hakumwambia Ibrahimu kwamba nitakuonesha kila kitu halafu ndipo utakaponifuata. Hapana. Mungu alimwambia toka, na Ibrahimu akaondoka. Wapendwa, imani sio kumwamini Mungu kwa sababu umeona kila kitu. Imani ni kusema kwa sababu Mungu amesema nitatenda. Imani. Wanazuoni wanasema Ibrahimu alikuwa anaishi maisha ya kifahari sana kabla. Alikuwa anaishi kwenye nyumba ambayo tunaweza tukasema leo ni ghorofa yenye mbili, yenye ngazi mbili. Sehemu ambayo maji yanatiririka kila wakati. Halafu Mungu anamwambia sikiliza, toka kwenye hilo pangalo. Nenda wapi? Halafu kaketi kwenye mazingira magumu. Utoke kwenye maisha ya kifahari. Ibrahimu hakuuliza assurance ya kesho, ya kwamba ninaenda kuishi vipi, ninaenda kula nini, ninaenda kulala wapi. Ibrahimu alichozingatia ni sauti ya Mungu, na kwa kuwa ni sauti ya Mungu ninaenda. Nguvu ya kuamini. Hapo kina Nuhu tunafahamu habari zao, walioambiwa jenga safina, wakati ambapo gharika haionekani, wakati ambapo hakuna hata dalili, wakati watu wanawacheka na kuwasomea, wakati watu wakiwaona kama wenda wazimu, lakini Nuhu kwa sababu ya sauti ya Mungu anatii na anatenda. Wapendwa, unajua imani, mambo ya imani yanaweza yasifanane na sayansi na teknolojia, lakini yanahitaji imani na utii peke yake. Yanaweza yasiendane na physics, yanaweza yasiendane na mahesabu, yanaweza yasimake sense kwenye akili yako, lakini kama ni sauti ya Mungu inakwambia amini, ninakutia moyo amini. Amini. Wewe amini tu. Wewe amini tu. Wewe amini tu. Na unajua mtu wa imani anaweza kuona kwa macho ya imani ambacho macho ya mwili hayawezi kuona. Mtu anayeishi maisha ya imani anaweza kuona kwa macho ya imani mambo ambayo macho ya mwili hayawezi kuona. Na hii ndiyo maana imani ni muhimu sana kwa Mkristo. Kwa nini? Kwa sababu maisha ya Mkristo ni kuishi katikati ya ahadi za Mungu na utimilifu. Unaishi hapa katikati. Mungu amesema, bado haujaona, unaishi hapa katikati. Mungu ameahidi, bado haujapokea, unaishi hapa katikati. Mungu amesema nitakuongoza, bado hata njia hauioni, unaishi hapa katikati. Mungu anasema sitakuacha wala sitakupungukia, lakini unaweza kuwa katika chumba cha hospitali, unaweza kuwa unapitia madeni, unaweza kuwa unapitia maombolezo, unaweza kuwa umeomba muda mrefu maombi bila kujibu, unaishi hapa katikati. Hivyo ninakutia moyo ishi. Kwa nini? Kwa sababu maisha ya Mkristo ni kuishi katikati ya ahadi za Mungu na utimilifu wa ahadi. Endelea kuamini. Wingu kubwa la mashahidi namna hii. Na unajua wapendwa,
Shetani anaijua siri hii ya kwamba imani yako inaweza kukupatia ushindi. Imani yako inaweza kukupatia nguvu. Imani yako inaweza kuamua destiny yako. Anachokifanya, anapandikiza hofu, anapandikiza mashaka, anapandikiza wasiwasi katika maisha yako. Unakuwa na waza itawezekanaje, na yeye anakuwa kukutia moyo haiwezekani. Haiwezekani. Laiti Ibrahimu angekuwa na hofu, angekuwa na mashaka, mambo haya yangeishinda imani yake. Lakini kwa sababu ya kutambua nguvu ya sauti ya Mungu, Ibrahimu hakuwa na hofu, hakuwa na mashaka. Naam, hata wewe pamoja na kwamba umeomba kupata mtoto haujapata, endelea kuamini, shinda hofu kwa kupanda imani kwa jina la Yesu. Endelea kuamini. Endelea kuamini. Endelea kuamini. Endelea kuamini. Basi na sisi pia. Haisemi wao kwa sababu walikimbia hivyo ni juu yao. Inasema na sisi pia. Hatuwaachii wao. Safari ya imani leo inakuja kwetu sisi pia. Wao waliamini na sisi pia. Wao walivumilia na sisi pia. Wao walikataa kukata tamaa na sisi pia. Wao walimshikilia Mungu katika nyakati zote na sisi pia. Wao hawakuona kila kitu na sisi pia, lakini walijua jambo moja tu ambalo nataka niwatie moyo katika asubuhi ya leo. Mungu wetu ni mwaminifu siku zote. Ndicho walichokijua. Ndio, ninaweza kupitia katika mazingira magumu, lakini Mungu wangu atabaki kuwa Mungu. Na unajua Mungu atabaki kuwa Mungu hata kama hajafanya katika maisha yako. Nikuulize swali mpendwa. Mungu atabaki kuwa Mungu wakati umeomba maombi yako na maombi hajajibiwa? Will God remain God in your life? Hivi Mungu atabaki kuwa Mungu kweli? Umeolewa mwaka wa 10 leo na hujapata mtoto. Will God remain God in your life? Wenzako wanapopromotiwa, wanapoinuliwa, je, Mungu kwako atabaki kuwa Mungu unapobaki chini pale pale? Will God remain God in your life? Wapendwa, Mungu sio Mungu tu kwa sababu anafanya kitu katika maisha yako. Hata asipofanya, bado anabaki kuwa Mungu na anabaki kuwa mwaminifu. Mpendwa, kama Ibrahimu aliamini, kama Musa aliamini, kama Ayubu aliamini, kama Danieli aliamini, kama Paul aliamini, hata wewe unaweza kuamini. Kama walipita na kutembea katika safari ya imani, hata wewe unaweza kuamini. Na ngoja nikwambie, unaweza kuamini sio kwa sababu una nguvu, sio kwa sababu una mali, sio kwa sababu unaijua kesho, sio kwa sababu matatizo hayatakuja, bali unaweza kuamini kwa sababu aliyeahidi ahadi hiyo ni Mungu ambaye ni mwaminifu. Basi na sisi pia, kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi, ninawatia moyo wapendwa, tusiache kuamini. Basi na sisi pia, kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi, tusiache kusimama imara. Basi kwa kuwa na sisi pia, kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi, tusiache kuvipiga vita vya imani. Basi na sisi pia, kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi, tusiache kumtumaini Mungu. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ni mwaminifu katika maisha yetu. Asubuhi ya leo natamani nimtie moyo mtu mmoja ambaye anajiona katika upweke, na wakati mwingine anajaribiwa kwa hofu kuona kama Mungu amemwacha. Lipo wingu, sio wingu dogo mpendwa, sio mtu mmoja. Lipo wingu, watu wengi ambao wanakuambia kupitia maisha yao walivyoishi kwa imani, wanakuambia ujumbe mmoja asubuhi ya leo: Mungu wetu ni mwaminifu na anastahili kuaminiwa. Ni kweli inaweza kuwa umeomba sana na mbingu bado zimenyamaza kimya, hauoni majibu ya maombi. Bado Mungu ni mwaminifu.
Ni kweli inawezekana umelia sana mpendwa, lakini bado hauoni chochote kikitokea katika maisha yako. Bado Mungu ni mwaminifu, na mwisho wa siku hakuna mwenye haki wa Mungu atakayeangamia. Hayupo. Endelea kuamini, endelea kuamini. Ombi langu katika asubuhi ya leo, ninamwomba Mungu anisaidie kutokuamini kwangu, anisaidie kutokuamini kwangu, niwe na maisha ya imani kabisa, imani thabiti. Iko yupo mtu mmoja anayesema, Baba, hata mimi ninaomba unisaidie, nisaidie ili na mimi pia niweze kuamini. Unaweza kusimama tunapoomba pamoja. Baba yetu wa mbinguni, Mungu mwema na mtakatifu sana, tunashukuru kwa kuwa sauti yako imesikika masikioni mwetu. Asante kwa sababu neno lako limesikika katika masikio yetu. Umetutia moyo kupitia wale mashahidi, wingu kubwa mno, likitukumbusha kama wao waliamini na wakavipiga vita vya imani kwa ujasiri, na sisi pia tunaweza. Inawezekana tumetembea katika maisha ya hofu, mashaka, tumetembea katika maisha ya wasiwasi, mambo ambayo yalirudisha nyuma imani yetu, tukashindwa kuendelea kukutazama wewe. Ninakusihi Mungu, utusaidie kutokuamini kwetu katika asubuhi ya leo. Tusaidie kuwa waaminifu katika kila nyakati. Tunapogeuka nyuma, tunapowatazama wale mashujaa, watutie nguvu kusonga mbele. Tunapotazama mbele, tukuone Kristo Baba yetu. Tusaidie. Wabariki watoto wako wanapoenda makazini sasa. Baraka zako ziambatane pamoja nao. Mikono yao itakachokigusa kikabarikiwe. Tembea nao waliopo katika vyombo vya usafiri, waliopo katika mahospitali, ukawatembelee na kuwapa tumaini. Neema yako iwe pamoja nasi. Utupatie ushindi na riziki yetu ya siku ya leo, kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Bwana, naomba niongoze njia yako iwe wazi, kwa kuwa wewe peke yako unaniweka sawa.